Safari si hatua tu za miguu, bali ni msukumo wa roho inayotafuta nuru. Ni takriban kilomita 240 kutoka kifuani mwa mji wa Kigoma mjini, tukizikata kuta za upepo kuelekea kaskazini mashariki hadi halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Barabara hii si tu kiunganishi cha kijiografia, bali ni daraja la kifikra linalobeba mabadiliko makubwa katika tasnia ya filamu nchini Tanzania. Hatuendi kutafuta barabara, bali tunaenda kuchora ramani mpya ya riziki, ramani inayounganisha walinzi wa sanaa, bodi ya filamu Tanzania, mashujaa wa usambazaji, Umoja Movies Distribution, pamoja na wasiri wa hazina za picha, chama cha maktaba za video Tanzania. Maktaba ya video si ghala la santuri, ni darasa la utamaduni. Lakini je, mlinzi wa hazina hii anaijua lugha ya sheria? Hapa Kibondo tunapanda mbegu ya weledi. Tunafundisha kuwa biashara bora si ile inayozalisha sarafu pekee, bali ile inayostahili heshima ya sheria na msingi ya ubunifu. Kalamu inagusa karatasi, huku wino ukisambaa taratibu. Maafisa burudani wanakuwa mashahidi wa agano jipya. Uandikishaji wa mikataba si urasimu wa karatasi, bali ni ahadi ya ulinzi. Ni daraja linalomhakikishia msanii jasho lake na kumpa muuzaji amani ya moyo. Uendeshaji wa maktaba ya video si tu kuwa na kompyuta na filamu, ni heshima kwa haki miliki. Bodi ya filamu imeweka wazi kuwa kila kazi inayouzwa au kukodishwa lazima iwe imekaguliwa na kupewa daraja, huku nao baadhi ya viongozi wakitoa rai kwa wamiliki wa maktaba za video, yani maafisa burudani, wakisisitiza uzingatiaji wa sheria na kujikwamua kiuchumi kwa vijana. Kanuni ya adhabu au penal code ambayo tunashughulika nayo sisi watu wanaofanya makosa, yenyewe inasema kutokujua kosa sio kinga kuwajibika katika mbele ya sheria. Yaani unaweza kusema mimi nilikuwa sijui, kwa mfano amesema hapo ofisa, wewe uko pale kwenye kibanda chako, kwenye sio kibanda, ofisi yako, sababu tayari sasa hivi mmerasimishwa, upo ofisini kwako bila kujali ofisi yako ikoje, lakini pale kwenye ofisi yako unafanya kama ni sehemu ya genge ya wavuta bangi kukaa pale, sehemu ya watoto wadogo ambao haruhusiwi kuja pale kuangalia movie, wao umewaweka pale badala ya wao kwenda kusoma. Alafu pia ni sehemu ambayo wewe unaonyesha picha za ngono kama tulivyoelezwa hapa, ambalo ni kosa kwa mujibu wa sheria, kwamba tukikukamata, na sisi tukikukamata maana yake sio tukikuta unaonyesha, tunakuja tunachukua kitendea kazi chako, laptop ile au kompyuta, tunakagua mule ndani zimo hizi picha, na tutakuuliza hizi picha umeziweka kwa sababu gani? Sana umeziweka kwa sababu ni sehemu ya biashara yako, wawekee watu. Je, unaruhusiwa? Hapana. Sasa tuende tukupeleke mahakamani, na mahakamani utafungwa sababu ziko kwenye kompyuta yako. Mimi ni diwani wa kata ya Kibondo mjini na mwenyekiti wa halmashauri yetu ya wilaya ya Kibondo. Kwa majina naitwa Alex Sylvester Baragomwa. Jambo la kwanza ni shukuru serikali. Nishukuru serikali ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo kwa kweli anaendelea kuipa nguvu sekta hii kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa kweli rais anafanya kazi kubwa sana, na ameona akiwekeza fedha kwenye wizara hii inaweza ikasaidia vijana wengi kujiinua katika pato la mmoja mmoja, lakini pia kuchangia pato la taifa.
Niwapongeze ninyi bodi ya filamu ambao mmetuijia leo hii kwenye wilaya yetu ya Kibondo. Halikadhalika niwapongeze na vijana wenzangu ambao mmetoka maeneo mbalimbali ndani ya wilaya yetu ya Kibondo kuja kupokea ujumbe ambao kwanza utakuwa ni faida yenu, lakini pia itakuwa ni faida kwa halmashauri yetu ya wilaya ya Kibondo. Kama msimamizi wa halmashauri ni waahidi tu kwamba sasa kupitia kikao hiki tunaenda kuwatambueni rasmi. Jambo kubwa na la muhimu, nendeni mkazingatie yale yote ambayo mmepata mafunzo hapa. Sawa? Mkapate mafunzo, mtengeneze uongozi wenu vizuri, lakini muwe sehemu ya kuifanya bodi ya filamu hiyo ipate fedha na ninyi mpate fedha. Tena inawezekana mkapata kikubwa zaidi kuliko ambavyo mlikuwa mkikipata, kwa sababu simtajiwekea sheria zenu. Kwa hiyo kupitia hizo sheria kutakuwa kuna miiko kwamba mkiona kuna mwenzenu ambaye anaenda kinyume na utaratibu kama walivyoeleza hapa, mnao uwezo wa kumwajibisha.